Nililiona jua likiwa liko juu yangu. Nilipokuwa nimelala kwenye kitanda changu nikiwa nimetazama juu. Nililiona jua likiwa karibu kabisa kwenye paa la nyumba yangu. Ni zaidi ya umbali wa paa kwa sababu ilikuwa liko kabisa kwenye swingboard ya chumba changu nilichokuwa nimelala. Nilipata kustaajabu sana kwa kweli. Japokuwa nilikuwa niko katika hali ya usingizi, lakini sikushindwa kutambua kabisa kwamba hili ni jua halisi ambalo ninaloliona kila siku ninapokuwa ninatembea nje. Kustaajabu kwangu hakukufanya mambo yabadilike hata kidogo. Niliendelea kulitazama japokuwa lilikuwa linachoma, lakini nilipata uhodari mkubwa sana wa kuendelea kulitazama lile jua. Ghafla katikati ya jua lile niliona mambo ya kushangaza kabisa. Oh, hili ni jua. Nilishangaa ghafla katikati ya jua lile kumuona mwanadada ambaye niliyekuwa namfananisha na mwanadada ambaye ninayemfahamu nikiwa sijui kabisa ni nani. Lakini baada ya kutazama sana sura ya mwanadada yule katikati ya jua lile, huyo sio yule mwanadada ambaye aliyekuja kazini kwangu leo. Sio yule ambaye aliyekuja kazini kwangu nikiwa niko busy. Bila shaka ni yeye tuliongea naye pia. Pale pale nilimsikia dada yule katikati ya lile jua akianza kuongea. Alfan, nimekuja kukufuata huku ulipo. Japokuwa hukutaka kunisikiliza nilichokuambia, nimekufuata hapa kwa sababu umeonyesha ukaidi. Na kabla sijaongea sana, lakini tambua kwamba nakupenda. Sauti ya mwanadada yule iliyokuwa inatoka katika midomo yake niliyokuwa nikimtazama akati anaongea haikunifanya mimi kutamani kukimbia, lakini ilinifanya mimi nitamani kujua anataka kuongea jambo gani. Kweli alikuwa ni yule dada ambaye aliyekuja kazini kwangu. Baada ya kuongea neno linalohusu ukaidi, ilinifanya nifikiri haraka sana na kurudisha mawazo yangu kule ofisini wakati alipokuja nikiwa niko ofisini. Nilikumbuka kweli huyu dada ni yule ambaye aliyeniachia kikaratasi pale akaniambia kwamba atakapoondoka niweze kukisoma. Ni ukweli nilikuwa sijakisoma na nilikuwa sijui kilikuwa na ujumbe gani. Dada, sasa kwa nini umekuja kwa njia ya jua? Mbona umekuja kunitisha? Kwani wewe ni nani? Kaka, Alfan, nimekuja kwa njia ya jua kwa sababu mimi ni mwanajua. Na ukitaka kunifahamu zaidi, utanifahamu. Kumbuka ujumbe niliokuandikia, hata kama ulipuuza kusoma, ukipata muda ukausome. Lakini ujumbe wangu si mwingine. Nimekuja kukuambia nakupenda na nakupenda sana. Pale pale jua lile lilitoweka katika dari yangu. Nilibaki nikiwa na staajabu sana. Nilikumbuka pia kwamba dada yule kuna neno ambalo alilokuwa ameliongea, na hatimaye nilimjibu kwa kifupi sana. Dada yule alipokuwa amekuja pale ofisini kwangu, aliongea pia neno hili. Kaka, natamani sana kama ningepata muda wa kuwa na wewe kuongea na wewe. Maana nahitaji sana kampani yako. Sidhani kama itawezekana kwa sababu mimi ni mpenzi wa mtu, na mpenzi wangu huwa ananitembelea sana hapa kazini kwangu. Ikiwa akiniona kwamba niko katika mazingira ambayo sio ya kazi,
alafu niko na wewe, ni lazima atajihoji mambo mengi sana kuhusiana na mimi na wewe. Nafikiri haitawezekana. Yalikuwa ni maongezi machache ambayo tuliokuwa tumeongea mimi na yule dada wakati alipokuja ofisini kwangu. Basi itabidi nikirudi ofisini nikasome kile karatasi ambayo alikuwa ameniachia. Karatasi ile inazungumzia nini?